Safi kabisa. Uko gudi kabisa? Niko vizuri. Blaza, bila shaka wewe ni mwanachuo. Mimi ni mwanachuo hapa Sauti. Sauti. Mwanachuo mwaka ngapi? Mwaka wa 4 sasa hivi. Mwaka wa 4. Kozi gani? Nachukua sheria. Sheria. Bila shaka kuna baadhi ya maswali nataka nikuulize kama utojali. Sawa, hamna tatizo. Nataka nikuulize hili swala la waziri kuongelea habari ya VETA. Wewe unalichukuliaje kama mwanasheria au tuseme mwanachuo? Ni swala zuri kwamba serikali imekaa chini na ikafikiria kwamba watu ama wanachuo ambao wanamaliza chuo kikuu, iwe ni mwaka wa 3, mwaka wa 4 na wengine miaka mingine kadha wa kadha, wakimaliza tu waende VETA, itakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu hii inawaongezea ujuzi zaidi katika maisha yao hapa duniani. Sasa wewe kwa upande wako sasa, mtazamaji wa Vini TV, ni katika zile harakati zetu ambazo tunatembea kila pande ya mkoa wa Mwanza pale ambapo tunaenda kukutana na mashabiki kuhusiana na soka la Tanzania na soka la Afrika kwa ujumla. Leo tupo katika wadau mbalimbali hapo wa soka wakiongelea juu ya mechi ya Simba ambayo inapigwa siku ya Jumatano kwa marudiano ya mara ya pili dhidi ya Al Masry ya kutoka kule Misri. Bana, mambo vipi? Poa vipi? Uko poa? Safi kabisa. Guda. Nyama. Wewe shabiki wa timu gani? Nyama Ubaya bwela. Au vipi? Sana. Nataka nikuulize kitu kuhusiana na mechi ambayo itapigwa siku ya Jumatano ambayo mkondo wa kwanza tayari ishachezwa. Pale ambapo Simba alipigwa mabao mawili mnyama, ubaya bwela. Inauma au vipi? Inauma ile. Pole sana. Sana. Sasa mechi ya Jumatano kwa mtazamo wako wewe unaonaje? Au ni kitu kipi ambacho wewe unashauri kitendeke ili kusudi kwamba iweze kufuzu kwenda nusu finali? Kwanza kabisa naitwa Ela Mwema, ni mdau wa Simba. Lakini nataka niseme hivi. Naam, mtazamaji wa Vini TV, langu jina ni Jovin Johannes. Karibu katika taarifa habari ya siku nzima ya leo. Kwanza ni muhtasari wake. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa imetoa muda wa wiki moja kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yaani Chadema kiwe kimewasilisha maelezo kuhusu malalamiko ya mjumbe wa baraza kuu wa chama hicho Rembrusi Mchome. Mchome amewasilisha malalamiko kwa msajili wa vyama akilalamikia kikao cha baraza kuu taifa kilichofanyika Januari 22 mwaka huu kilikuwa batili kwa sababu akikutimiza masharti ya katiba ilikuwa kikao halali. Kaibu mkurugenzi wa management ya kampuni ya Mel Tanzania Tashco Amini Mtibampema amesema